Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuelekee huko katika eneo la ukanda wa Gaza ambapo waziri wa ulinzi Israel Katz anasema Israel inaendelea kuwaua wapiganaji wa Hamas na kuharibu vichuguu katika eneo la Gaza chini ya udhibiti wa Israel. Waziri huyo wa ulinzi bwana Israel Katz anasema lengo pamoja na kurejea kwa mateka wote na majeruhi ni kuwapokonya Hamas silaha zake na kuiondoa Gaza. Alisema jeshi la Israel IDF linafanya kazi ya kuwaua magaidi wa Hamas na kuharibu vichuguu vya shirika hilo ambavyo viko nyuma ya mstari wa njano wa Israel huko katika ukanda wa Gaza inaodhibitiwa na Israel. Waziri wa ulinzi Israel Katz alisema kwenye mtandao wa kijamii mnamo Jumatano. Sera ya Israel huko Gaza iko wazi. IDF inafanya kazi ya kuharibu vichuguu na kuondoa magaidi wa Hamas bila vikwazo vyovyote ndani ya mstari wa njano uliochorwa na Israel chini ya udhibiti wetu. Lengo pamoja na kurejea kwa mateka wote na majeruhi ni kuwapokonya Hamas silaha zake na kuharibu Gaza kwa ujumla, alisema waziri huyo wa ulinzi bwana Israel Katz. Haya yanajiri kufuatia matamshi sawa na yale yaliyotolewa na waziri wa fedha Bezalel Smotrich ambaye pia alisisitiza haja ya kuua mamia ya magaidi katika upande wa mstari wa njano wa Israel huko katika ukanda wa Gaza katika maeneo ya Rafah, akieleza kuwa majeshi ya Israel yanakaribia kuondoa katika vichuguu hivyo. Katika kipindi cha wiki iliyopita, wapiganaji kadhaa wamevuka mstari wa njano hadi katika eneo linalodhibitiwa na Israel. Kuvuka mstari wa manjano wa Gaza siku ya Jumanne ilisababisha miongoni mwa baadhi ya wapiganaji wa Hamas kuuawa baada ya kutambuliwa akivuka eneo hilo na kuwakaribia wanajeshi wa IDF kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Tukio kama hilo limetokea Jumatatu alasiri wakati vikosi vya anga na ardhini vya Israel vilivyowapiga magaidi kadhaa ambao walivuka mstari ama eneo ambalo lilikuwa na wanajeshi wa IDF na kukaribia eneo hilo kusini mwa Gaza. Jumapili pia mpiganaji mwingine wa Kipalestina Hamas alijaribu kuvuka eneo hilo. Mstari wa njano ulianzishwa kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani kati ya Israel na Hamas. Hata hivyo, kundi la wapiganaji la Hamas limesema kamwe halitokubali kunyang'anywa silaha zake, lakini pia halipo tayari kwa ajili ya kuwapatia Hamas silaha hizo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa shinikizo kwa wapiganaji hao wa Hamas kusalimisha silaha zao, lakini pia kuhakikisha eneo hilo linakuwa chini ya mamlaka aliyoiteua, huku akisema kwamba silaha hizo zinapaswa kushikiliwa na mataifa ya Kiarabu ikiwa ni pamoja Misri, Qatar, lakini pia na Uturuki, jambo ambalo wapiganaji hao wa Hamas wamesema haitowezekana. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua ni nini kinajiri duniani.